King Hosea, ni mhubiri wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, usharika wa Monduli Kati. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa siku hii ya Pentekoste. Vijana wamefanya mambo makubwa. Nashukuru pia kwa mahubiri mazuri yaliyoongozwa na Theolojia Baraka. Amekuwa ni baraka kwa usharika wetu. Tunashukuru kwa neno la uzima. Kipekee tunashukuru vijana kwa kujitolea kwa ajili ya kuongoza ibada siku hii ya Pentekoste. Tumejitahidi kwa kweli, tunamshukuru Mungu, imeenda vizuri. Tunawashauri vijana wengine wajitokeze, tumtumikie Mungu kwa pamoja. Asante. Habari, majina naitwa Sara James Mwita, ni msharika wa Monduli. Leo tulikuwa kwenye ibada ya vijana. Tunashukuru Mungu kwa vizuri, hakuna na changamoto yoyote. Pia tunawakaribisha Monduli kanisani kwetu KKT, mpate ibada na huduma nzuri na watumishi wazuri. Karibuni sana. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu ni mwema, fadhili zake ni za milele. Mbarikiwe sana vijana mliojitokeza leo, siku ya kushuka kwa Roho Mtakatifu, Pentekoste, siku ya 50 baada ya Pasaka. Idara ya vijana, Mungu awabariki kwa maandalizi mazuri ya kuongoza ibada ya siku ya leo, na wote ambao mmeshiriki. Natoa wito zaidi kwa vijana, tarehe 5 mwezi wa 7 na mwezi mmoja tu na wiki ya maandalizi kwa ajili ya siku rasmi ya vijana, ambayo ni siku ya vijana katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri. Hii leo ni utaratibu ambao tulikuwa tumepewa na dayosisi, na tunamshukuru Mungu kwa namna tuliyofanya. Tumia talanta zetu kumtumikia Mungu, ili kwamba mwenye talanta zake atakapotuita tena tuonyeshe faida ambayo tumeleta kwenye kile ambacho ametupa. Vijana ni waite, tuendelee na maandalizi, tuonyeshe vipawa vyetu, karibia kwenye vikundi vya kumtumikia Mungu hapa kanisani. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake kwa siku ya leo na kwa siku ya Pentekoste, kushuka kwa Roho Mtakatifu. Ninawashukuru vijana kwa namna ya pekee sana kwa jinsi ambavyo wameweza kufanikisha ibada ya siku ya leo. Ilikuwa ibada nzuri ya mahubiri, lakini pia maombi na maombezi, na tumemwona Mungu kwa kweli. Ninawaalika vijana na kuleta wito huu ndani yao, wamtumikie Mungu wangali wana nguvu, ambavyo tumeona katika ibada ya siku za leo. Basi waendelee kumtumikia Mungu siku zote za maisha yao, na wasimwache Mungu kwa chochote, hata katika changamoto wanazokutana. Mtazamaji, hapa ndipo ibada ilipofanyika, na hapa ndipo kanisa la KKT Monduli, usharika wa Monduli, mtaa wa Monduli Kati. Ibada imefanyika baada ya vijana kushuka kwa Roho Mtakatifu, na sisi hatujaacha matukio yote, tumekuandalia. Baadaye utapata matukio, na Mungu akubariki sana. Asante kwa kutazama Skills Doctor TV. Asante. Kwa Bwana wetu Yesu Kristo aishie na kumiliki pamoja nawe katika umoja wake, huyo Roho Mtakatifu, daima milele na milele. Amen. Tusikie somo la pili kwa aliyeandaliwa na nilishayo, na mtakuwa ya kwamba mtu awaye yote atakayeliita jina la Bwana atapona. Kwa kuwa katika milima Sayuni na katika Yerusalemu watakuwapo watu watakaookoka, kama Bwana alivyosema, katika mabaki hao awaitao Bwana. Amen. Na hili ndio neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Shemani, mstari wa Jumapili iliyopita natoka Waebrania mlango wa 10 mstari wa 35 hadi 36. Nao nasema
Washirika na kusimama. Usharika unakaribisha wageni wote pamoja na wenyeji wote kumwabudu Mungu wetu katika roho na kweli. Kwa kusema hivyo, nakaribisha wageni ambao ni mara ya kwanza kushiriki pamoja nasi katika ibada hii. Watusaidie. Kwa kufika kwao, tunakaribisha na masomo matatu. Kwa namna wewe ulivyo mtakatifu, kwa namna wewe ulivyo mtakatifu, tusingestahili hata kuisogelea madhabahu yako, tusingestahili hata kuisogelea madhabahu yako, hata kuikanyaga nyumba yako Bwana, tusingestahili. Lakini wewe ni Mungu peke yako, wewe ni Baba peke yako, na ndani yako kuna upendo, ndani yako kuna upendo, ndani yako kuna upendo. Ndio maana tunakutika kwako, ndio maana unatuvuta kwako. Tumekuja Bwana mbele zako, tumekuja na mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi ikoje, haijalishi ina hali gani, haijalishi kuna mazingira gani, haijalishi uko nyuma kuna historia gani, lakini Mungu amekupa nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekupa nafasi. Ndio mwanadamu aliyokupa nafasi, sio kanisa lililokupa nafasi, ni Mungu peke yake amekupa nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Na unatakiwa usipokee bure, kama vile Mtume Paulo alipotusii ya kwamba tusipokee neema ya Mungu bure. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba je, anapotajwa Mungu Roho Mtakatifu, maana yake ile nafasi yake anayotajwa mara ya tatu, je, ni Mungu mdogo kwa sababu anatajwa mara ya tatu? Anatajwa nafasi ya tatu. Hata tukitazama kwenye ile nafasi yetu ya imani inayotuunganisha na Wakristo wote ulimwenguni, tunaona kasehemu kake ni kama kadogo. Kwa hiyo kuna wakati fulani tunamtweza
na kuona kama ni Mungu mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Tumekwisha kukubaliana na kuona kwamba Mungu wetu ni mmoja. Sasa hii ofisi yake ya tatu, je, ni ofisi ndogo? Je, utu wake wa tatu ni utu mdogo? Bwana Yesu asifiwe. Hawa vijana, hawa mama, hawa baba, hawa watoto wa kike na wa kiume walioinua mikono yao kwako Mungu, hawajainua kwa mtu mwingine, wameinua kwako kusema wanahitaji msaada. Mungu wa mbingu na nchi, ukatende lile jambo ambalo Mungu wamefika mahali wamekata nayo tamaa, hawaoni tumaini tena, hawaoni msaada tena, hawaoni chochote. Bwana, wewe uliyekufa msalabani kwa ajili yao, Mungu wa mbingu na nchi, ninaomba utazame hii mikono, ukawahudumia hawa watu katika jina la Yesu. Yule aliyekata tamaa na kufika mahali alitaka kujiua kabisa, alitaka hata kunywa na sumu, alitaka kujinyonga kwa sababu ya kukosa matumaini, kwa sababu ya kukata tamaa, Yesu akutetee leo, Yesu akuonekanie leo, Yesu akupiganie leo, Yesu akutetee leo. Roho Mtakatifu akakuhudumie, Roho Mtakatifu akakusaidie pale ambapo umechoka, pale ambapo umekosa tumaini, pale ambapo umekosa msaada. Ninamuita Roho Mtakatifu aje kwako akusaidie, akuonekanie, akutosheleze katika mahitaji yako. Wewe ambao umetafuta kazi, kijana aliyetafuta kazi, nyosha mkono. Uliyetafuta kazi na umefika mahali hauoni mahali popote, hauoni upenyo, yuko Mungu mahali hapa ambaye atakupa, kwa sababu ni Mungu anayetuwazia yaliyo mema. Ni Mungu ambaye hakutuleta duniani kwa bahati mbaya. Ni Mungu aliyetuleta duniani akijua ya kwamba iko siku utapata kazi, utawasaidia wazazi wako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yuko mtu mahali hapa ambaye amekata tamaa kwa ajili ya watoto wake ni walevi, wanazunguka tu, hawana kitu chochote wanachofanya. Kila siku itwapo leo ni mlevi, asubuhi, mchana na jioni. Amekata tamaa, amejiingiza kwenye madawa, wakati mwingine ya kulevya. Ninakuombea katika jina la Yesu, ninakuombea, ninalitaja hilo jina la mtoto wako katika jina la Yesu, ili Yesu akamtetee huyo kijana, ili Yesu akamwone huyo kijana, akatoke kwenye giza, akatoke kwenye usingizi, akafufuke akawe mpya katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Shangilie tu Yesu kwa makofi ukienda kukaa. Kwa majina naitwa Baraka Amshedi Ngobei, ni kijana. Ninamshukuru Mungu ametupa nafasi ya kushiriki ibada ya Pentekoste, imekuwa ya baraka. Tumemwona Roho Mtakatifu akituhudumia, sifa na utukufu kwake. Amina. Tuendelee kumtumikia Mungu kama vijana, tumsogelee Mungu, anacho kitu chema kizuri cha kwetu kwa ajili ya majira yetu na nyakati hizi za kwetu, ambao vijana tunapita kwenye hali ngumu, kwenye changamoto nyingi. Roho Mtakatifu ni rafiki yetu, ni kwa ajili yetu. Tumpokee huyo. Amina.